Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Anamrudishia Mwenyezi Mungu shukrani ambaye amempatia fursa hii ili akuje mbele zenu ili akaweze kuelezea mambo machache. Angeomba ya kwamba wakati akienda kuelezea haya mambo, weka kwa akili yako ukue karibu. Wacha yale ambayo yalikuwa yanakusumbua kule. Pengine utashangaa ukiongojea ofisia. Pengine hii ndio utaendea nao mbele ya Bwana. Usiweze kumuona kama Dorcas ambaye unajua ya kwamba mimi na mwongojea wasia ndiye atanipatia neno. Ukaweze kuchukua yake hata moja ili ukaweze kuongojea naye pia ile wasia, ili ukaendea naye chini ya msalaba. Hataweza kuharibu fursa, sababu saa ya Mungu ni saa mzuri na ametupatia fursa mzuri, na ataweza kuelezea mambo machache ambayo Mungu amempatia siku ya leo, ya kwamba mwenye dhambi ataweza kuepuka jinsi gani, ya kwamba kama wewe ni mwenye dhambi na uko katikati ya watu hauna amani. Mfanye dhambi ana amani katikati ya watu, sababu ukijulikana kama mtenda dhambi na hata kile jambo ambalo haujalitenda watafanya ni jinsi gani tunaweza pata amani? Ni jinsi gani tunaweza jibalika tuwache dhambi? Ni kitu gani kinaweza fanya tuwache dhambi tukue kwa Mungu ili tukaweze kuongojea kwa Mwenyezi Mungu wakati ambapo tumeacha dhambi? Ako tu na andiko mawili kutoka kwa Biblia ambaye tutaenda tukayasoma. Mama pastor somna ataweza kuomba mama pastor kaweze kuisoma, sababu kwa ajili ya macho ukaweza kusoma kitabu cha Zaburi 37 kuanzia hapo mwanzo. Karachiel wacho nango? Owacho kama kik chuni chandre nikech timbe joma richo. Bende kik iwe nyiego maki gi joma timo richo. Iwinjo ni kik chuni chandre gi joma timo richo. Moyo wako isiweze kubabaike kwa ajili ya mtenda dhambi. Kendo chuni kik chandre gi joma timo timbe maricho. Na hata usisumbukane na wale ambao wanatenda dhambi. Kendo nyiego kik maki gi jogo matimo richo. Na hata usishikie mtu kwa ajili ya mtu ambaye anatenda dhambi. Pengine mtu anatenda dhambi na anapata usaidizi katika dhambi. Na wewe utajipata ya kwamba wewe umeshinda kuomba Mwenyezi Mungu, mbana ujipati pale. Kuna mwenye dhambi ambaye anaibia watu, na wewe unaomba Mwenyezi Mungu ukitoa machozi, na kile ambacho mtenda dhambi yako nayo wewe hauna. Ya kwamba tusikuwe na uadui na wale wanaotenda dhambi, sababu hii uadui watapata haja kwa mtenda dhambi. Mtenda dhambi utaona ni kama njia yake ni salama, na wewe umeshinda ukiomba Mungu lakini hauoni njia yako. Ndiposa unaweza ukaongea sema mtenda dhambi anafanya na hiyo inaleta uadui kati yako na yule mtenda dhambi. Sababu hapa ulimwenguni jinsi ambavyo tunajikuta na mambo Mungu ndiye anajua. Kuna wale ambao wanaipata kwa njia salama, kuna wale wanaopata kwa njia ya dhambi,
na yule ambaye anaipata kwa njia safi, na ahoni kama inamtendekea kama yule mtenda dhambi, ya kwamba unaweza ukapata uadui na yule mtenda dhambi. Ya pili yasema nini? Pio nono gibiro ndal kalu motuo gibiro to goboke maneno iyudo dik manja richo mabrodhe go pio cha. Ile ya mtenda dhambi ataweza kusonga nalo kwa haraka, na itaweza kupotea. Na kile ambacho Mungu anakupatia kile kidogo, ya kwamba hata biashara unaofanya kwa njia ya itakuwa itadumu, na ile ya mwenzako ambayo inaenda kwa njia ya raha, ile ambayo inaenda kwa kasi sana, ya kwamba utajiuliza mimi yangu nilianza wakati gani, na huyu aliweza kuanza jana, na ni sababu gani yake inaenda kwa haraka, ya kwamba ile ya kasi sana itaweza kupotea, na hii yako ya pole pole utaona ni kama inadumu, ya kwamba hata ukitaka kwa Mwenyezi Mungu usiwe mtu ambaye hako na haraka, ya kwamba kuwa mtu ambaye anaomba na kunyenyekea, sababu yako Mungu amekuwekea pale mbele, ya kwamba hata ichukue muda kiasi gani, hata ichukue muda kiasi gani, usikuwe na haraka, usikuwe na haraka kama mtenda dhambi, ya kwamba yake ambayo itakuwa, ya kwamba wanasema niishi chache na niishi vizuri. Sababu gani anaishi vizuri lakini kwa muda mchache? Sababu anaona kile ambacho kinampatia kwake kwa njia sawa. Na sisi kama Wakristo, ukihana kama umeanza jambo fulani na unaona ikienda kwa taratibu, kwa na moyo kwamba ipo siku itafika pale. Amependa nyimbo nyingine akisikia kwa neno, ya kwamba tukaweze kuenda Mungu wetu yuko mbele, ya kwamba tuende na tusiogope, ya kwamba hata kishako kiana inasonga ikididimia, ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbele yako, itajifungua mbele, na usiwe na haraka. Tusiwe na haraka kwa kile ambacho tunahitaji kwa Mungu. Tukae wale ambao tunanyenyekea kwa mambo ambazo tunaelewa, ya kwamba ukitaka ya haraka na itafanya ukaenda ukaabudu miungu mingine, utachukua hata mtoto wako ukapeleke pale ili ukaweza kupata mali ya haraka. Na Mungu wetu anasema tuende pole pole, ya kwamba hata kidogo vile tutasonga mbele, ya kwamba Mungu wetu ako mbele anatuongojea, ajue ya kwamba roho yako iko hadi, ya kwamba atalinda kila kitu. Tukue watu ambao tunaongojea kile ambacho kinatusumbua tutapata, ya kwamba tukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu, tukiwa wenyenyekevu, tutapata kile ambacho kinatusumbua. Eka idage pingi kwe onege yud mor mana kuom Ruoth Nyasaye eka omi gik ma idwaro. Winjo mana kaka Manono wacho. Umesikia jinsi ambavyo andiko imesema, wabedi kwa rito kuom Jehova Nyasaye, tukae tukiongojea kwa Mwenyezi Mungu, nikech gigo duto temo abro dwaro, sababu kile ambacho tutakihitaji na hata maisha tutakataka tuishi, ya kwamba tuende Mungu yuko mbele, ya kwamba tukaweze kuenda pole pole, na kile ambacho tunahitaji kitakuja, ya kwamba Mungu ameyaweka kule mbele. Tusiweze kukuwa na haraka ili tukaweze kuanguka, sababu tunataka kwa haraka. Tukue watu ambao tunaongojea na tutaishi kwa amani, na tutakuwa na maisha inayodumu,
na tukiwa na haraka kile ambacho tunahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Na hata kama ni miaka ngapi hajakujibu, ya kwamba ukuwe mnyenyekevu, ya kwamba amekuwekea. Wakati amechelewa anataka kujua ya kwamba huyo anafikisha, ama uko na haraka ili ukachukue kile. Tukuwe tukihitaji kwa Mwenyezi Mungu, tukuwe watu wenyenyekevu ambao tunamwabudu, ili usikuwe unachoka hata ukimwabudu kiasi gani. Ataweza kujibu baada ya hata miaka mitatu, na wewe ukiwa na haraka hautapata, na hata utakimbia ili utatafute miungu mingine, na utasema ya kwamba nimeshinda nikimwabudu kwa moyo na sijaona akiwa anamtendea, na mbona mwenye dhambi anamtendea. Kwanza shetani atakuiba na unaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Utafuata yule mwenye dhambi ambaye atapata kwa haraka. Ya kwamba ukihitaji kitu kwa Mwenyezi Mungu, kuwa mtu mnyenyekevu akiomba Mwenyezi Mungu, ya kwamba kwa magoti yako utapata unachohitaji. Umeshinda ukimlilia Mwenyezi Mungu, sababu yuko mbele na amekuongoja na mshahada wako, na kile ambacho kinakusumbua utaweza kuipata. Na kama wewe ni mnyenyekevu utaweza kuipata, utaweza kupata kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Abich wacho ni angwen. Ibigani unego ben mana ni yudo mor. Onego yud mor. Onego ben yudo mor. Unapaswa kupata furaha. Kidwaro gigo man kuom Ruoth Nyasaye. Kama unataka vitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na utaweza kuishi kwa muda mrefu, kuwa mnyenyekevu hata ukianza kudada. Amen. Tunaelekea mwezi wa Desemba. Hatujaona kile kinachotokea, na hata mwaka itabadilika. Tuzidi tukamwabudu tukiwa na furaha, na usikuwe ukisema Mungu wetu ni Mungu aina gani, na usikuwe mtu mkusema Mungu ni Mungu gani. Kuwa na furaha hata kwenye shida na hata kwenye furaha. Kuwa na furaha hata ukiingia kwa umati mtu hawezi kugundua. Ni Mungu ndiye anapaswa kujua shida uko nazo. Sio ya kwamba ukiingia kwa umati mtu atasema huyu ako na shida. Kuwa na furaha, na kile ambacho unakohitaji utaipata. Zaburi 40. Ne arito kony mar Ruoth Nyasaye gi kinda. Bang'e nochiko ite mi owinjo ywakna. Ne oywaya achiel. Ne arito kony mar Ruoth Nyasaye gi kinda. Bang'e nochiko ite mi owinjo ywakna. Iwinjo? Ni wariti arita gi kinda. Tukaweze kuongoja kwa bidii. Wakati hajakutendea uweza kuongojea. Kile ambacho unakihitaji utaipata. Wakati umebatika ukaweze kulia. Kuwa ukihamba kwa Jehova. Omba ukiwa mnyenyekevu. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anaweza kukujibu kwa haraka. Pengine utakuwa na shida ukimpelekea itachukua muda. Usiwe na haraka. Muweze kumwomba sababu kile unachokihitaji utapata. Sababu tunaomba tuzidi kuenda ako mbele anatuongojea. Ukiwa na haraka kile ambacho unataka kwa Mwenyezi Mungu hautapata. Tunapaswa kutia bidii katika maombi.
Na Mungu sio mdanganyifu. Sababu kama amesema utapata kile ambacho unakihitaji. Na ukikuwa mtu wa kweli mbele yake, hatachelewa kukujibu. Na hata kama itachelewa kwa muda gani, na hata kiwe kiasi gani, sababu atataka kujua huyu mtu anataka kukweli. Kuna watu ambao wanaomba kumjaribu Mwenyezi Mungu. Anataka kuomba kwa hii sahihi na Mungu akamjibu. Na hiyo ukitaja hautaona ushindi wa Mwenyezi Mungu. Kwa mtu ambaye ni mnyenyekevu, na tutaweza kuona ushindi wa Mwenyezi Mungu. Mi awuok e chuodho motimo todo. Eka ne oketa e lwanda mi achung' motegno. Iwinjo? Samoro ne in gi shida momaki matek. Pengine ulikuwa na shida ambayo ilikuwa inakushinda. Ukajiuliza, hii shida yangu nitaweza kuishinda? Ya kwamba nikiweza kutoka kwa hii shida, ni nini imeingia katika nyumba yangu? Ukiwa kwa Mwenyezi Mungu, na hata ukiwa kwa shimo kiasi gani, hata ukiwa kwa shimo kiasi gani, na Mungu ataweza kukutoa katika ile matope. Ya kwamba Mungu itakuwa ni kama ndoto, sababu wewe ni wa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Anaweza kuja kama haujui, na utajiuliza, shida yangu Mungu ameniondoa kwa njia gani? Kama ni shida ambayo inakaa kama shimo iliyochimbwa, hata kama uko na matope umekwama, na shida zinaingia zikitoka na zinafanya hivi, na kuwe na goti ya kuomba Mwenyezi Mungu, ya kwamba ukaweze kumuomba kwa pamoja. Unapaswa kuenda hata kwa mlima, sababu uko katika shimo kuu, uko katika matope. Mwambie Mungu akaweza kukutolea matope. Mungu nitolee matope kwenye shimo yangu. Shetani akaweza kuchimba shimo kwa nyumba yako. Alishinda akilia kila wakati. Mungu ni wa ukweli. Na kile ambacho kimenakiliwa hapa, kama umesikia, utapata ya kwamba inakutendekea. Yeye ni mtu wa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hata shetani akichimba shimo kwa nyumba yake na akamtoa katika kile shimo, alizidi akimwomba. Alikuwa anamwomba hata usiku, na hata saa 6 ya usiku, na hata saa 9 ya usiku, na hata saa 12 jioni, na akaona mkono wa Mwenyezi Mungu. Utaona kile unachotaka kwa Mungu. Mungu sio mdanganyifu. Kile ambacho kinatendeka huko, ni wewe ndiye mshindi. Mtu asitudanganye. Ya kwamba hata katika magoti yako, Amen.